5 ni mwezi wa neema. Na tukazungumzia tukasema ya kwamba kuna vitu ambavyo huwa tunazipata, ama jinsi ya kupata hiyo unstoppable momentum. Kitu ya kwanza tukasema ni maono, na tukasema ya kwamba uandike maono yako kwa herufi kubwa. Si tulisoma? Praise God. Ya kwamba naye kimbia ayasome kama maji, tukasoma katika Habakuk. Na tukajua ya kwamba ni vyema katika hiyo kuandika maono lazima uweke maisha yako kwake Bwana. Number 2, lazima ujicommit kwa maombi na kufunga. Number 3, lazima wewe ukue na haki, ama ujue jinsi ya kusimama imara kama mtu ambaye ako na haki. Na number 4, tukasema ni vyema uwe na imani. Kisha tukazungumzia mkono wa Bwana. Tukasema ya kwamba mkono wa Bwana ukiwa juu yako hakuna kitu ambacho usilokiweza. Kwa ajili mkono wa Bwana ukuwezesha katika hali ya kutimua mbio, unawapita adui zako. Na tukasoma 1 Kings 18:41 kuendelea. Na tukasema ni vyema katika ile hali ya kuwa na mkono wa Bwana ni lazima ujue kuactivate the presence of God katika maisha yako. And then tukazungumzia neema, mahali ambapo nilifungia, na nataka tuanzie hapo. Na tukasema ya kwamba katika neema ni vyema ujue sio kwa kujua kwako, kufanya mambo kwako, kuelewa kwako, ila tu ni kwa neema ya Bwana imekuwezesha kuwa mahala hapa. Praise God. So I want to pick from there. Niongee siku ya leo kuhusu tu vipengele 2 ama 3 kisha tumalize. Leo nataka kuzungumzia neema na kibali, grace and faith, bado under unstoppable momentum. Na niseme ya kwamba wakati neema ya Bwana iko juu yako na inafanya kazi juu yako, ni vyema pia wewe kujielewa na kufahamu ya kwamba sio kwa nguvu zako umeanza kufanya jambo ambalo ulikuwa hauliwezi kulifanya. Kwa hivyo kiburi isikujae, kiburi isikuingie, lakini vyema kunyenyekea katika hiyo neema, ndiposa Bwana akuvukisha katika kiwango kingine. Presti milituimbia kwa kiwango kingine. Katika hizo viwango vingine unahitaji neema na unahitaji kibali. Mtu aliye na neema na aliye na kibali, huyu mtu huwa hazuiliki. Hata akajificha katikati ya umati wa watu wengi, lazima hiyo kitu iliyo ndani yake itamleta mpaka mbele. Praise God. Kwa hivyo usijali ya kwamba unakaa pale unasema mbona mimi sionekanangi, mbona sio mimi huwa natajwa. Lakini kama uko na hicho kibali na uko na neema juu ya maisha yako, juu ya kwamba mwezi huu ndio mwezi wako wa Bwana kuweza kufunua na kuonyeshana ukuu wake ndani yako. Praise God. Kwa hivyo guza neighbor, mwambie neighbor haujachelewa. Nataka tuingie katika kitabu cha Esther. Tumuone huyu dada aliyekuwa yatima. Na huyu dada akawa anaishi na anko yake Mordekai. Hii ni story ambayo tunaijua. Tunaanza hapo 10. Naye Esther hakudhihirisha kabla yake wala jamaa yake, kwa maana ndivyo alivyomwagiza Mordekai asiwadhihirishe. Praise God. Kumaanisha huyu Esther ambaye hakuwa na baba na hakuwa na mama, na alikuwa naishi na anko yake Mordekai, ikafikia wakati ambapo mfalme alitaka kuonyesha urembo wa mke wake. Mke wake alikuwa anaitwa nani? Kanisa. Mke wa King Ahasuerus alikuwa anaitwa nani? Hello? Tuko church. Alikuwa anaitwa nani? Shosho? Vashti. Praise God. Tumpigie makofi. Ikawa ameandaa karamu, wanataka washerehekee, na after kusherehekea kwa ajili, Biblia inasema ya kwamba yule mwanamke alikuwa mrembo. Praise God.
Na wewe si huwa unaringa na kitu rembo ukiwa nayo? Bwana Yesu asifiwe. Especially wale wanadada huwa na makucha mzuri, wanashindanga hivi. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo mfalme akaona ni vyema akuje kuonyesha mke wake aliyekuwa mrembo katika ile sherehe ambayo alikuwa nayo. Naye Vashti akasema mimi sitaweza. Bwana Yesu asifiwe. Guza neighbor. Mwambie neighbor, ukiwa mrembo na uringe, kuna siku inafikanga neema inaisha. Labda kwake alidhani ya kwamba hata kama sijaenda mume wangu atanisamee tu, tutaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Ikawa hiyo ndio siku ambaye ametupwa nje. Guza neighbor. Mbe neighbor, tunajua ni mrembo tena sana, maringo uache. Praise God. Mtu mrembo lazima akuwe ni mtu ambaye anajua kutii. Hallelujah. Guza yeye, mwambie urembo sio sura peke yake. Lazima ukuwe mtu ambaye anajua kutii. Praise God. You should be humble. Bwana Yesu asifiwe. Lazima unyenyekee kwa wakubwa wako. Lazima unyenyekee kwa mume wako. Kama wewe ni unaweza kuwa uko na figa na kuambia ukisimama tu. Lakini kama wewe haujajua kumheshimu mume wako, utatupwa nje siku moja, sijatabiri. Praise God. Mwambie urembo wa mwanamke ni tabia. Ni tabia. Praise God. Ikawa kwa ajili yeye ni mke wa mfalme, pia yeye amepewa sehemu ya kushughulika ama kusherekea na mabinti wengine wale ambao alikuwa anaongoza katika hizo counties zao. Na mahali pale alikuwa anasikia kwamba ni mimi ninayejua na ni mimi ambaye ninayeweza. Praise God. Guza yeye, muulize, wewe ni mtu kama huyo? Kila kitu wewe ndio unajua. Hata ukiwaona maombi bila mimi hawezi omba. Mimi nafikanga hapo naeka mikakati vizuri. Praise God. Ati kwa programming Baraka anasema mimi nikishika tu hiyo microphone kila mtu utii. Guza yeye, mwambie kiburi acha. Sisemi Baraka, nasema Baraka wewe. Hallelujah. Give us the next verse. Esther 2. Na yule Mordekai akawa akitembea kila siku mbele ya ua wa wanyama ya wanawake. Na yule Mordekai akawa akitembea kila siku mbele ya ua wa nyumba ya wanawake. Mbona anatembea? Ili ajue hali yake nani? Esther, na yale yatakayo mpata. Praise God. Kuna kitu moja nafurahishwa na Mordekai. Aliamini sana ndani ya huyu binti yake. Praise God. Na ndio maana anatembea kando ya nyumba asikie ni nini ambayo itakaofanyika kwa ajili ndani yake. Alijua binti yake alibeba kibali. Praise God. Na lazima atakubalika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unafaa utembee na yule mtu ambaye anaamini ndani yako. Yule mtu ambaye hakuamini, achana na yeye, kwa ajili yeye ndiye adui. Praise God. Ni vyema ukawa na yule mtu ambaye anakuamini, kwa ajili kila wakati atachungulia kusikia kama inawezekana ama haiwezekani. Next. Kwa nini umetoa? Basi zamu ya kila mwanamwali kuingia kwa mfalme Ahasuero iliwadia baada ya kutayarisha kulingana na sheria ya wanawake.
kwa miezi 12, kwa kuwa ndivyo zilivyotimia siku zao za utakaso. Miezi 6 kwa mafuta ya manemane, na miezi 6 kwa manukato na vifaa vya utakaso wa wanawake. Enda 15. Give us 15. Wakati ilipowadia zamu yake Esther binti Abihali, mjomba wake Mordekai, ambaye alimtoa kuwa binti yake ili aingie kwa mfalme, yeye hakutaka kitu ila vile vilivyoagizwa na Hegai, msimamizi wake mfalme, aliyewalinda wanawake. Naye huyu Esther alikuwa amepata kibali machoni pa wote waliomwona. Praise God. Ikawa Esther sasa sio vitu mingi zile alitaka kutumikia, lakini ile kitu ambacho aliagizwa na Hegai, guza neighbor mwambie Hegai, alikitumia. Na Hegai naye aliaminika vyema kwa huyu mwanamwali ambaye alikuwa anaitwa Esther. Na baada hapo wacha tuone. Give us the next verse. Give us the next one. Basi Esther alipelekwa kwa mfalme Ahasuero katika nyumba ya kifalme mwezi wa 10, ndio mwezi wa Tebethi, mwaka wa 7 wa kutawala kwake. 17. Mfalme akampenda. Sisi wote. Praise God. Mpaka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ilipotimia wakati wake Esther alipopelekwa mbele zake mfalme, mfalme alichagua nani? Esther. Na akafanya nini? Akampenda, kwa ajili neema na kibali ilikuwa juu yake. Praise God. Guza dada ambaye ameketi karibu na wewe na make sure ni yule hajaoleka. Praise God. Mwambie dada, hello, si lazima kujitwanga sandpaper ndio uonekane. Ai, kwani umwambi? Hakuna. Mwambie neighbor, si lazima ujitwange sandpaper ndio uonekane. Lakini kama kibali iko juu yako, haijalishi wale wamekula chakula mzuri ya kifalme miezi 12, hata kama wewe ni miezi 6, hata kama wewe ni miezi 3, bado utapendeka kwa ajili Bwana ametaka hivyo. Praise God. Mwambie mwanamwali huyu, mwambie hivi, dada, mwezi huu ni mwezi wa neema na ni mwezi wa kupendeka. Wale ambao hawakuwa na kuona wataanza kuona, kwa ajili kuna pazia ambayo Bwana anafunua ndani yako. Hautaishi kwenyu kama haujaoleka. Wale wanapiga makofi sana ni wale wameoa na kuoleka. Sasa sijui kama wanaamua kutupa ndio wachukue, sijui. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nani alisema utanyolewa mvi kwenyu? Hakuna. Mwezi huu wa 5 ni mwezi wako wewe. Wewe tu bora ukuwe na heshima yako. Bwana Yesu asifiwe. Ujue kuomba, ujue kufunga, na usiniambie ati ya kwamba bishop nimefunga sana. Sunday school waliact hapa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maombi ambayo umeyaomba Mungu ameyasikia na naenda kutimiza. Bora tuchunga ubikira wa. Guza yeye mwambie hapo sana. Praise God. Kwa hivyo lazima ukiwa dada ukue humble. Lazima ukue na honor. Lazima ukue mtu anaweza kuaminika. You should be trusted. Praise God. Lazima uaminike. Hello? Kama unaendanga kunyemelea boma ya mwenzako, ukiona wewe ndio umependeka sana atupwe wewe uingie, ujue kwamba uingie hapo. Lazima ukue trusted,
Ukiajiriwa mahali pale usipita na boss. Lazima ukuwe trusted. Ukiwa kwa kanisa kama hili na unafanya kazi kama Asha, usipite na Asha mwenzako. Lazima ukuwe trusted. Ukiwa mahala hapa kama praise team, usipite na hawa. Praise God. Lazima ukuwe na heshima zako, si kushindanga ukituma tu message. Unajua kuna watu wako hapa lakini wako kwa simu. Ati idea unasikia ni mimi naongelelewa. Bwana Yesu asifiwe. Guza yeye. Mwambie yule binti mzuri, lazima hata tabia zake zieleweke. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe kijana ambaye hujaoa, hata kusumbua swa watoto wangu wa talented ones. Unashinda ukiwaambia ati aki you look good. Achana na watoto wangu. Guza yeye, mwambie achana na watoto wa Bishop. Usiwapimie hewa hapa mpaka wanashindwa kukuja kudance. Ati ulitingiza kiuno vizuri. My dear friend, hiyo jieke. Hakuna kitu utavuna kwa hawa watoto ila tukuwari. Guza kijana ambaye hajaoa. Mwambie usihangaishe wasichana wadogo hapa. Praise God. Hallelujah. Na wanarika wetu wapo ujakuja kuona ni kagani kale kazuri. Unaona alafu unapita nako. Miezi 3 hivi hatukuoni. Dakika ya mwisho miezi 9 ndio huyu mtoto Bishop ametoka wapi? Na by the way wale watoto nitakuwa nikipokea hapa Njeri, lazima unipeanga historia yao. Njeri lazima unipe history ya hiyo familia. Inaweza kuwa huyu ana baba kwa ajili alichagulia kijana mmoja hapa. Na utaki kusema ni amezalisha wewe na unaleta hapa mimi napokea. My dear friend Njeri. Turegeshe mahali pale 17. Tunaanza wapi? Mfalme akampenda Esther kuliko wanawake wote, naye akapata neema na kibali machoni pake nani? Kuliko mabikira wote. Basi akamtia taji la kifalme kichwani pake, akamfanya awe malkia. Hivyo tu. Hivyo tu, mmoja anangolewa mwingine anaingia. Hivyo tu. Nguza neighbor, mwambie hivyo tu. Kwa ajili ya kiburi. Vitu ngapi umepoteza kwa ajili ya kiburi? Nafasi ngapi umetupa wewe kwa ajili ya kiburi? Umeitwa kwa kampuni unasema mimi ndio najua kusafisha hapa, hakuna mtu anaweza safisha. Mtu akienda kuguza kiti asongeze unamwambia achana nayo. Ni sehemu ngapi ambazo umeacha wazi kwa ajili ya kiburi? Guza yeye. Guza yeye. Ni nini hiki ambacho umetupa kwa ajili ya kiburi? Vitu vingi. Praise God. Unaitwa hapa tu ufanye practice na praise team, nasema mimi ni practice na watoto. Ameanza kuimba juzi. Hawajui mimi ni mwimbaji. Sehemu hiyo inakupotoka, nafasi hiyo inatoka kwa ajili ya kiburi. Guza yeye, muulize uko na kiburi? Praise God. Wacha nikwambie, watu ambao Bwana hutumia si kwa ajili wako na ile gift mzuri kuliko wengine, na si kwa ajili wamesoma sana kuliko wengine, na si kwa ajili wana Kiingereza mzuri kuliko wengine, si kwa ajili wanajua Kiswahili sana kuliko wengine. Umepoteza nafasi ngapi wakati malaika anataka kuja kukubariki anapata kiburi imejaa? Umepoteza ngapi? Tukiona mimi nikishika hiyo keyboard kama siko hiyo chat hawezi imba. Bwana Yesu asifiwe. Guta yeye, mwambie hata kiburi. Anasema nini? Praise God. If you are gifted,
have the right attitude. If you are gifted, kama unashinda ukisema hakuna mtu ambaye anaweza kuona kukuliko, have the right attitude. Hata kufanya wengine wasiombe kwa ajili wetu unaweza rabashanda 2 hours. Praise God. Na kuona wengine hawaezi intercede. My dear friend, kuna watu intercede 5 minutes na wanashake mbingu. Kuna watu ambao wanaomba dakika 20 na wanabadilisha mambo. Acha kupumia wengine anga ati ya kwamba sasa ndio tunaweza tembea na wao. My dear friend, if you are gifted, have the right attitude. Praise God. Na nyinyi praise team, wale ambao hawaimbi, hawako hapa, mnapoimba shangilieni hawa. Hata kujifanya, hata tuone vile Kipto leo amemiski. Kipto hakuwa leo. Na tukimaliza ibada ndio naenda kumwambia Kipto leo haukuwa. Kiburi. We can only know that you are gifted if you have the right attitude. Wewe si kale kakashindano kakudunga. Lazima ujue kujieka vyema. Na lazima ujue kuembrace kila mtu. Kwa nini Esther yeye kuenda akisema mimi mnajua mimi baba yangu alikufa ndiye ahurumiwe? Alienda kusema hivyo? Hakuenda kusema, alinyamaza na kutaka hata wajulikane ametoka wapi. Lakini kama ni wewe ukiwa yatima, watu hawatalala. Mnajua mimi ndio tu mnafahamu muangalie. Juu mimi sina baba na sina mama. Unataka uhurumiwe kwa nini? Mbona unataka uhurumiwe? Bwana Yesu asifiwe. Guza mwenzako mwambie watu walianza kuaga kitambo. Kwa hivyo mayatima ni wengi. Acha kupoteza wakati wako ukitaka kuhurumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na lazima ukue mtu wa kufuata advice ambayo inafaa. You should be able to follow a good advice when you are advised. Watu usema, mimi siwezi ombewa na Pastor Paul. Ninangoja bishop. Kwa nini? Mimi Pastor Enoch haezi niguza. Mimi nangojea bishop. My dear friend, kama unaambiwa kabla hujaona bishop lazima upitie kwa wachungaji, pitia mchungaji kwanza. Hata kujifanya ati wewe ni wa high class na wengine juu anajua bishop ndo anashinda wakisema bishop I'm here. Yaani wewe umetoka kwako kuja kuniambia you are here. And me I'm not here. But our pastors are here. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie lazima ufuate maagizo. Na lazima ungojee upewe the right advice. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wetu wengine uwezi wapea counsel. Hello? Nasema mimi mtu kama huyu daktari atanipea counsel gani? Yeye hata hajaoa. Atakuja Baraka hope usemi hivyo. Wewe lazima upitie kwa daktari akupea counsel jinsi ya kukaa na mke wako. Tumenyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Hata vitu zingine tunafikiri ni jinsi ambavyo tunajua sana katika ulimwengu wa roho, na ni kiburi. Kiburi ndiyo inakufanya kwamba hawezi nyenyekea. Juda akishika microphone hapo unasema huyu anibambangi. Yaani unafura na uko church simply because microphone ijachukuliwa na Jose, imechukuliwa na Juda. Unafura tu. Hakuna kupiga makofi, hakuna kuruka, hakuna ulikuja kuimbia Juda. Guza neighbor. Mwambie hata kiburi. Esther alikuwa mrembo na alipoangalia wale mabikira wengine hakuanza kuambia mnaona mimi ndio napita hapo. Hakuanza kusema hivyo, alinyenyekea. Na alipoenda mbele zake mfalme hakuona malkia mwingine ni yeye. Akamvisha nini? Taji. Praise God. Uza yeye mwambie tunajua ni mrembo. Lakini kanyaga polepole. Kanyaga polepole. Bwana Yesu asifiwe. Yeye hakuwa know it all. Hakupewa Hagai anza kumwambia mimi situmiangi hiyo foundation.
Situmiangi hiyo eye pencil. Mimi kwetu tunafanyanga. Mimi kwetu tunaenda. Yeye hakuwa know it all. Guza yeye, muulize, hebu angalia kama umeketi na know it all, know it all, know it all. Hakuna kitu ajui. Akiulizwa choo ziko wapi? Ni yeye kwanza kuambiana. Bishop wako wapi? Hata kama bishop hayuko, ni yeye anajua kwenye yako. Patron kwa nini hajakuja? Ni yeye anajua. Patron kwa nini amekasirika? Ni yeye anajua. Know it all. Guza yeye. Wewe unajuanga kila kitu. Praise God. Mwambie acha. Praise God. Biblia inatuambia kwamba Esther alinyenyekea kwake Hegai. Akampeleka katika hizo hatua zote za urembo. Na Esther akaibuka kuwa mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mwambie neighbor, wewe lazima ukuwe mtu wa kunyenyekea na kutulia. Praise God. Na niseme ya kwamba grace and favor is not only a function of a skill ama of skills. Neema jinsi na kibali inavyofanya kazi ni jambo la kushangaza. Kwa ajili utafikiria kwamba Mungu atamchukua huyu kwa ajili yeye ndiye anajua, na kwa ajili yeye ndiye amehitimu katika ile kazi. Unapata hujawahi guza kompyuta na wewe ndio unachaguliwa kwa kampuni ukiwa secretary. Unashindwa mbona wengine? Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Guza neighbor, mwambie neighbor, neema na kibali si kwa ajili ya mafunzo ambayo kusoma ambayo umepitia wewe, lakini yule mtu ambaye ako na the right attitude. Bwana Yesu asifiwe. Na nikimalizia pande ya grace niseme ya kwamba Esther alipata kibali kwa ajili alikuwa anatii. She was obedient. Bwana Yesu asifiwe. She was obedient. Aya, kipengele ya mwisho yenye nataka kuguzia ni the presence of God. The presence of God. Give us Exodus 33:14 to 15. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa nini? Tusome sisi wote kanisa. Hebu tusome vizuri. Guza yeye, mwambie uso wa Bwana unapotembea pamoja na wewe unapata raha. Whether mfuko iko na kitu, whether haina, wewe ni mtu wa kutosheka kwa ajili uso wa Bwana uko pamoja na wewe. Wakati presence ya Mungu inatembea na wewe, hauhitaji kuambiwa na askari ondokeeni huyu kwa barabara. Watu wanakuondokea kwa ajili kuna kitu ya kipekee iko ndani yako. Unaposimama mbele za watu wanakusikiza, si kwa ajili ya jinsi ulivyo mrefu, mfupi, mnono, mkonda, si kwa ajili ya jinsi ambavyo unajua kutamka maneno vyema. Ni kwa ajili uso wa Bwana uko pamoja na wewe. When the presence of God walks with you, mountains bow. When the presence of God walks with you, hindrances are broken. When the presence of God walks with you, even the bloodline are broken. Even the evil foundations are broken. We only need the presence of God to be able to go on with this unstoppable momentum. Bwana Yesu asifiwe. Hauhitaji vitu zingine za kujitetea. Hauhitaji kuonga mtu ndio uingie kazi mahali. Hapana. Kama wewe uwepo wake Bwana uko pamoja na wewe, milango inakufungukia. Na kama kuna kitu ambacho tunahitaji mwezi huu, it is the presence of God. Na ndio maana Bwana amekuwa akiniongoza katika niongoze watu katika hali ya kunyenyekea, kutubu na kujiachilia mbele zake. Kwa ajili mahali uwepo wake huko kuna furaha tele.
Praise God. Ukiingia church uone umeketi na mtu mwenye anakaa hivi, uwepo ili muondokeanga kitambo. Kupiga makofi haezi piga kwa ajili hajui anamchezea nani. Praise God. Geuza neighbor. Muulize neighbor, saa zile ulikuwa unatafuna bigiji tukisifu? Ulikuwa tu na uwepo? Guza yeye. Muulize neighbor, saa zile uliketi tukisifu bado ulikuwa unasukumwa na uwepo? Praise God. Mwambie ni wakati wa kujua watu ambao wanatembea na Bwana. Kwa ajili mwezi huu tutawajua kwa matunda. Na matunda sio kukua na fedha mingi. Matunda sio kukua na ujuaji mwingi. Matunda ni kukua uko na matunda ya Roho Mtakatifu ndani yako. Mwambie neighbor, mwezi huu tutakujua kwa matunda yako. Ara saa hizi unaona huyo neighbor wako hataki kujibu, hataki kuongea, hakuna uwepo. Uweponi mwako, uweponi mwako, uweponi mwako nataka niwe. 1 Samuel, sitaki leo tukae hapa. 1 Samuel 17:45-50. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi nakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Next 46. Siku hii ya leo Bwana atakuwa mkononi mwangu, nami nitakupiga na nitakuondolea kukuondolea kichwa chako. Nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajua ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. 47. Nao jamii ya watu wote pia wajua ya kwamba Bwana haokoi. Anaokoa kwa nini? Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki, maana vita ni vya Bwana, naye atawatia ninyi mikononi mwetu. Huo ni ushuhuda mzuri. 48. Ikawa hapo Wafilisti walipojiinua, tumekatana na hii mambo ya kujiinua. Umeona? Ikawa hapo Mfilisti alipojiinua, akaenda akamkaribia Daudi. Ndipo Daudi naye akapiga mbio, akalikimbilia jeshi ili akutane na yule Mfilisti. 49. Daudi akatia mkono wake mfukoni, akatoa humo jiwe mmoja, akalitupa kwa kombeo lake, akampiga Mfilisti katika kipaji cha uso. Jiwe hilo likamwingia kipajini, akaanguka chini kifundifundi. 50. Hivyo Daudi akamshinda yule Mfilisti kwa kombeo na jiwe, akampiga Mfilisti akamua. Walakini Daudi hakuwa na upanga mkononi mwake, lakini alikuwa na nini? Alikuwa na kibali chake Bwana, na alikuwa na uwepo wake Bwana, na alikuwa na mkono wake Bwana juu yake. Praise God. Na ndio maana hakuhitaji mkuki, hakuhitaji upanga, hakuhitaji silaha yoyote ile. Alijua ya kwamba vita hivi sio mimi ninayepigana, ni mfalme wa wafalme anayepigana. Praise God. Mwezi huu wa 5 si mwezi wako wa kujilipisia, ni mwezi wako wa kuachilia Bwana vita vyako azipigane.
Wale walidhani ya kwamba hautapita kwenye huu mpaka, hautaenda hivi, hautajenga, hautakuwa jinsi ambavyo Bwana anataka. Anasema vita ni vyangu, ila tu tukuze jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwezi wa kushika jina lake Kristo na kulitamuka kwa vinywa vyetu na hata kwa moyo wetu, ndiposa tutaweza kuwashinda maadui. Praise God. The Bible says that God gave Jesus a name that is above each and every name. So we should use that name. Si kuanza kusema hata niona. Guza neighbor. Wewe unaendeanga neighbor wako kwa diviner. Guza Ati mambo ikichacha kuna mali unaamkia asubuhi 6 kama hakuoni. Alafu unakuja na chumvi kuweka kwa geti yake. Guza yeye. Mwambie mwezi huu vita hivi tunapiganiwa na Bwana na tunashindaniwa na Bwana, na hatupigani kwa mikuki wala kwa mishale. Vita vya Holywell of Bethel zinapiganwa na Mwenyezi Mungu aliye hai. Haleluya. Sio kwa nguvu zetu, sio kwa jinsi tunavyojua, sio kwa jinsi tunajua kushika silaha, sio kwa jinsi tunajua warfare. Ni kwa ajili tumeingia katika mwezi wa kipekee, mwezi ambapo lazima mkono wa Bwana uonekane. Haleluya. Na unaona Daudi alijiinua yeye? Hapana. Nani alijiinua? Mfilisti. Na ndio maana hata Sande walikuinukia. Unapofika kwa geti wanaanza kukukelelesha. Uliwajibu? Walikutukana ukawajibu? Praise God. Kunaye Mungu ambaye anakupigania. Kunaye Mungu ambaye ameshika vita vyako. Mwambie neighbor, acha kujipigania kwa vita vyako. Mwachie Bwana akupiganie. Haleluya. Namalizia kipengele ya mwisho. Wisdom. Lazima ukue na hekima. Kwa mwezi huu wa 5 lazima ukue na hekima. Kwa ajili bila hekima basi hautaweza. Utastuliwa tu kidogo tu hivi na wewe uanze para. Kesho yake utajikuta kotini peke yako na usinipigie simu. Praise God. Guza yeye, mwambie wisdom. Hekima. Tupe James Yakobo. Lakini mmoja wenu akipungukiwa na hekima, naombe dua kwa Mungu awapae wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Yule amepungukiwa na nini? Yule amepungukiwa na nini? Muulize neighbor. Bwana akikuuliza kitu unamjibingi aje? Jua kuna wale wa mama mzee akiingia na kwambia negereria gikombe giki, unamwambia hata unaweza chukua. Hekima. Praise God. Anakuuliza kwa nini hukufua shati yangu? Uliacha sabuni hapa? Guza yeye. Mwambie neighbor. Lazima unyenyekee bana. Na lazima ukue na hekima ya kujibu mume wako. Yeye ndiye kichwa. Praise God. Hata leo asubuhi uliacha umemwambia aje? Ndikwenda kugiwo ndathie kanitha. Praise God. Ndikwenda ngoma ciaku. No mwetire ngoma rũcinĩ na we haha. Hello. Hekima. Bwana Yesu asifiwe. Asha amekuambia vizuri sana. Karibu sana kwa ibada. Ni Joy. Na uko tu hapa. Anakuambia karibu keti hapa. Tikaraga haha. Songe mwenzako kidogo. Alikuwa wapi? Praise God. Uze muulize hekima bana. Kusonga tu ni shida. Praise God.
Wengine wanamwambia niwedete kugia mno wewe. Hata unaambia neighbor, huyu Asha sijui ananitakianga nini. Lazima nifuate kila saa. Lazima ukuwe na hekima. Jambo la kwanza tulisema vision, si ndio? Number 2 the hand of God. Number 3 the grace and the favor of the Lord, si ndio? Number 4 the presence of God, si ndio? Number 5 ukiwa na hizo vitu vitano katika mwezi huu wa 5, basi na wewe utavuka mipaka 5 ndani ya maisha yako. Vitu ngapi? 5 mwezi wa 5, na wewe uvuka vitu 5. Bwana Yesu asifiwe. Na uibuke ukiwa mshindi. Simama kwa miguu yako ndiposa tuombe. Na usisahau jinsi ambavyo tulisema katika kuwa na mkono wa Bwana lazima pia ukuwe na imani. Mnakumbuka? Bila imani hauwezi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uende mbele zake Bwana kwa vitu hivi 5. Kitu ya kwanza maono, si ndio? Number 2 mkono wa Bwana. Number 3 neema na kibali. Number 4 uwepo wake Bwana. Number 5 wisdom, hekima. Praise God. Na tumeambiwa na neno ya kwamba naye yule ambaye amepungukiwa kwa nini? Yule amepungukiwa na nini? Afanye nini? Aombe Bwana, naye Bwana atafanya nini? Mungu na akupee hekima ya kudili na bosi wako. Mungu akupee hekima ya kudili na mke wako. Mungu akupee hekima ya kudili na mume wako. Mungu akupee hekima ya kudili na elders. Mungu akupee hekima ya kudili na wachungaji. Mungu akupee hekima hata ya kudili na watoto wako. Si atujindanga ukita mtoto ng'ombe. Na wewe ndio ulimzaa na hukumzaa na miguu 4. Na umemuita ng'ombe. Alafu akimaliza kusoma unataka upewe report form mzuri. Ng'ombe iliandika lini? Praise God. Atakuwa amepita. Ndio mwana ni goma. Unaita mtoto shetani ni wako. Ulizaa shetani. Hekima. Wa mama oe. Hekima. Praise God. Hata wakati amekosa sana muite daktari. Mwingine anasema yaani unasikia unachemka na niko hapa na hata sijatoka. Praise God. Hata ukiwa amekosa sana mwambie wewe ni rais wetu wa kesho. Na rais abehaving hivi. Ushaiona Ruto akibehave hivi? Tegomeo. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema pia tupate hekima ya kudili na watoto wetu. Kwa ajili katika mwezi huu kuna vitu ambavyo Bwana anavifanya. Si wengine wameona dalili? Si tumeona? Hizo vitu Mungu anafanya hakufanyii kwa ajili umejitahidi. Anakufanyia kwa ajili umenyenyekea. Unaponyenyekea na yeye anaingililia kati. Kuna mwingine sasa amefura. Juu anafikiri ni yeye nimeona. Mimi hakuna mtu nimeona, hakuna mtu nimezungumzia. Na kama ni wewe tu rekebisha. Kama unasikia umefinywa sana ni wewe, rekebika. Change. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ukiwa kijana hata kukatia Lucy, Njeri, Naomi, Wamboi, Nyagothie, wote 5 na wote unataka utest. Unataka usikie hiyo engine uguruma aje. Alafu at the end of this month utasema au tuliambiwa tutaoleka ni ya uongo. Si ya uongo, wewe ndiye uko na uongo. Umetesti kila mahali, sasa itasimamia wapi? Bwana Yesu asifiwe. Mwambie neighbor. Kaa kama mtu ambaye ako na hizo vitu 5 ambazo tumeambiwa. Haleluya. Wewe mama hata mzee kama ni mlevi hata kufungia yeye kwa gate.
Tunasema hata tu hiyo mvua inyeshe, imnyeshea bebo na mtaro. Utaenda kufungua hapo ukisikia naiba wakipiga nduru. Afu jifanye kai goko mete na duma toro. Praise God. Hekima. Sasa umecheka, umemalizia. Sijui umetoka na nini hapa. Inua tu mkono wako mbele zake Mfalme wa wafalme. Sijui ni nini hicho ambacho unahitaji mbele zake. Kama wewe unahitaji hekima, mwambie Bwana nipe hekima. Ninapotamka maneno niyatamke jinsi ipasavyo. Kama ni maono hauna, mwambie Bwana arudie maono tena, uyaandike tena kwa herufi kubwa. Kama ni mkono wa Bwana hauna, mwambie Bwana naomba tu mkono wako ukue juu yangu. Kama ni uwepo wake Bwana, wewe kazi yako ni kuingianga chachi kwanza kutafuna bigiji, unatafuna na unataka kuvuta uwepo wa Bwana, unasikia tu utamu wa bigiji. Mwambie Bwana tunaomba tu. Naomba unifunulie neema yako niweze kuiona. Wewe peke yako ndio unaweza kujiombea. Wewe peke yako ndio unajua ni wapi ambapo ufanyi jinsi ambavyo inastahili. Na unapomalizia maombi yako mwambie Bwana naomba tu neema yako na kibali chako. Kwa ajili neema yako ni ya bure. Na unaponineemisha Bwana kuna vitu ambavyo nitaweza kufanya. Kuna milima ambayo nitavuka. Kuna vitu ambazo Bwana nitapata. Kuna vikwazo ambazo zitaniondokea. I want to walk in this unstoppable momentum. Mimi sitaki kuzuiliwa tena. Nataka nifike ambapo Bwana unataka mimi nifike. Nataka nivuke kutoka katika hatua hii kwenda hatua nyingine. Bwana Mungu wa Israeli, nipe hiyo neema yako. Uliyemjalia Eteri kibali. Nipe kibali chako ewe Bwana. Ndiposa nami niweze kuingia hata katika ofisi ambazo sijawahi ingia. Bwana, jinsi ambavyo umenichagua, wengi hujawachagua vile. Jinsi ambavyo unaniona, Bwana Mfalme wa neema, timiza. Wacha nisikae kama jinsi ambavyo sikuelewi, lakini naomba katika mwezi huu kuwe ni mwezi wangu. Wacha tuombe. Utukuzwe ewe Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu kwa ajili ya wema na fadhili zako. Asante kwa ajili ya neno lako ewe Bwana. Tunajua kwamba katika mwezi huu tunatembea na mwendo wa kasi usiozuilika. Ulituambia nao kwa msaada wako basi nasi tutavuka ukuta. Mungu mwema na Mungu mwaminifu, neema utokana na wewe, nguvu na mamlaka utokana na wewe Bwana, hekima utokana na wewe. Tunaomba utujalie ndiposa tuweze kuvuka mipaka katika mwezi huu, katika jina la Yesu. Ni ombi letu ya kwamba Bwana wacha kukawe na mabadiliko ndani ya maisha yetu ewe Bwana. Asante kwa ajili ya huyo ambaye ananitazama Mfalme, na wanakungoja na wamekungojea kwa muda mrefu, na kuomba ukaguze maisha yao. Naomba ukaguze biashara zao. Naomba ukawanawirishe. Naomba ukawaongoze. Naomba ukawapanue. Naomba ukaponye hao wagonjwa ambao wananisikiza mchana wa leo ewe Bwana. Ni kwa ajili Mfalme wa neema, ile neema iliyo hapa inatanda kila mahali katika jina la Yesu. Ndani ya nchi ya Kenya, hata nje ya nchi ya Kenya ewe Bwana, Mfalme wa wafalme, huyo ambaye hajaweza kwenda kanisani na ameketi katika kiti chake akitusikiza, huyo ambaye Bwana angeweza kuamka lakini ako katika kitanda na maumivu na ametusikiza, natuma neno lako Mfalme la uponyaji. Wacha wapokee uponyaji mahali pote walipo katika jina la Yesu Kristo, na kwa nguvu zako wacha Bwana wapate kuvuka ukuta, nazo sifa zote zikurudie. Kwa jua ni Mungu mwema na Mungu mwaminifu. In Jesus name. Tumpigie Yesu Kristo makofi mazuri. Hallelujah.